tuweze kuzungumza yale ya kimichezo na burudani. Mimi nalipoti hapa kutokea mitaa ya stesheni Kaburi moja, na mimi mbele yangu niko na mchungaji wa Simba. Mchungaji, uko poa? Niko poa. Heri kabisa. Tunamshukuru Mungu. Uzima upo ndugu yangu. Uzima upo. Bwana mnyama Simba Lunyasi katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, nafasi ya pili. Matarajio ya ubingwa niendelee kunukuu kama ulivyokuwa ulishawahi kuniambia. Young Simba Sports Club ni bingwa msimu huu. Hilo sio la kuuliza, Simba bingwa. Mchungaji? Na MVP atakuwa nani? Chama. MVP wa ligi kuu Tanzania bara? Chama. Clatous Chota Chama. Sababu ndio katika historia kuchukua tunzo 5 mfululizo. Hajawahi kutokea MVP ndani mchezaji wa design hii. Kwa hiyo tunampa nafasi kubwa sana. Kuchukua MVP wa Tanzania. Na bingwa nchini Simba. Iishe mpaka iishe. Haishi mpaka iishe. Hivi kwa mfano Simba Sports Club akishinda mechi zake zote, Young Africans akashinda mechi zake zote, nani atasimikwa kuwa bingwa? Yanga tushamwekea shimo, lazima atumbukie. Yanga mshamwekea shimo, lazima atumbukie. Shimo hilo ni la nani sasa? Wao watajichuja, lakini lazima atumbukie shimo moja. Na hatutaki liwe sima shimo mawili, shimo moja tu. Basi. Kuna namna kumbe? Shimo moja tu, biashara imeishia hapo. Shimo moja tu. Likishatoka hilo basi Simba bingwa. Bwana mchungaji, tuzungumzie hili. Tangu hapo jana usiku zilikuwa kuna taarifa, wakala wa Libase Gie ameiomba klabu ya soka ya Simba Sports Club mwisho wa msimu huu, amewaomba mchezaji wao aende akafanye majaribio Ubelgiji, na kama watafanikiwa dhahiri Standard League watakuja kuzungumza na klabu ya soka ya Simba kuhusiana na mchezaji huyo Libase Gie. Mnatamani kumuona aondoke ama amalize mkataba, ama ndo nyie msiokuwa na husda dhidi ya katika vitu ambavyo Simba hata kuvisikia washabiki wa Simba ndio hivyo. Kuondoka kwa mchezaji kama Libasi, hatuwezi kujua makosa kama kina Jan Charles ya huo. Haiwezekani Simba inataka kutengemana wachezaji wanauzika, hiyo haipo. Safari hiyo itakuwa ngumu, haiwezekani. Itakuwa ngumu, haiwezekani. Yaani mchezaji wa Simba auzike? Hiyo kitu haipo. Umuuze mpeleke wapi? Umuuze mpeleke wapi? Simba sasa hivi tunatengeneza wachezaji kwa ajili ya kuchukua kila bingwa barani Afrika. Leo tuuze tena? Hiyo haitatokea, na watu wanaofikiria hilo halipo. Libase yupo, Oura yupo, wataendelea kuwepo ndani ya Simba. Kwa hiyo ni propaganda tu ambazo zimeanzishwa. Ni propaganda na lakini wakala amezungumza. Hayo ni maneno tu ya wakala, lakini kumuondoka tena. Lakini kwenye Kombas kuna mawili, aidha kubaliwa. Ni ngumu, yani kitu ambacho kiwezekani. Kwanza watu watatushangaa. Yaani wachezaji ndio wanaanza kushika moto, unauza tena. Wewe haiwezekani. Wachezaji wanaanza hata kushika moto afu ndio unauza. Hiyo haiwezekani. Na ziko taarifa zinasemekana huenda nafasi yake ikachukuliwa na kiungo winga mmoja hivi kutokea Mamelodi Sundowns, Tapeto Moseko. Nakwambia hivi, Simba na South Africa kwanza kuna nini? Licha kusema hivyo hatuwezi kuja kubeti sisi. Yaani tushajipata afu tupate mtu akumbetia tena. Haiwezekani. Huyo kama Msauzi anakuja aje. Moseko mna bet? Wachezaji wengi kutoka Mamelodi watakuja Simba huko. Sio hao tu. Hata yule nani yule striker wa zamani yule. Yule Mnamibia yule. Naye anakuja Simba. Simba itakuwa moto. Yule wa Mamelodi Sundowns. Yule acha yule aliyofunga juzi yule. Yule wa zamani yule anachomekeaga yule. Yule itashaluliwa. Ndani ya Msimbazi, kwa habari ambazo za ndani nimezipata. Na habari zingine za ndani kabisa, gari liko bandarini. Gari liko bandarini. Basi liko bandarini. Inatuarini sasa. Swali tu alitupostia sana kwamba gari haliji. Liko bandarini. Muda wote Jeruti anakabidhiwa. Basi la Simba. Liko bandarini hapo. Liwe la jezi, liwe la nini, limekuja. Anapewa lini sasa? Hatujui, inawezekana labda ndani ya wiki ijayo akapewa. Process za bandari unajua tena. Jeruti ana baya. Hizi kitu lazima kifanyike. Simba na South Africa kuna nini hapo? Hem, tujadili mimi. Hii inatokeaga. Hata kuna kipindi fulani tulikuwa tunaelekea sana kwanza Yanga walikuwa wanaelekea Kongo. Na sisi kuna kipindi tulienda sana Kongo. Tukatoka hapo tukaenda kwa Ivory Coast. Umeona? Tukatoka Ivory Coast tukarudi tena. Sasa tuko South Africa. Sasa hivi wachezaji tutakuwa na wachezaji wengi kutoka South Africa. Mfumo wa mwalimu unahitaji sana South Africa. Na kule ndo kuna mafanikio. Hata mabingwa wa Afrika ndio huko huko. Kwa lazima sisi tuige mafanikio kutoka huko huko. Huwezi kuchukua mtu kutoka nani? Namibia. Wakachukua mchezaji kumtoka Botswana. Lazima uende pale pale South Africa, Johannesburg. Mbona Libase Gie ametoka huko Senegal? Wala Afrika Magharibi sasa hivi tunachukua je mataifa makubwa, mfano kama Guinea, Senegal, Kameruni, wapi? Ivory Coast ndio unaweza kuja kuwaleta hapa wakakupa kitu. Na wale wachezaji sio majaribio. Sio Simba waleta kimya kimya wale. Hawakuwa na maneno. Ndio maana wale wamekriki sana. Kwa hiyo tunategemea Mungu hao watakaoongezwa Simba itakuwa moto zaidi.
msimu unaokuja. Hao watakaoongezwa Simba itakuwa ya moto zaidi msimu unaokuja. Bwana, kurejea kwa Stefan Aziz Ki ndani ya Young Africans huenda likawa ni kubugi na kuharibikiwa. Kwa sababu Stefan Aziz Ki wakati yuko hapa shaanza kukata benchi. Au umesahau? Stefan Aziz Ki alikuwa anamkia benchi mpaka watu wanakasirika. Sawa, si mifumo ilikuwa bado sio mifumo, uwezo mdogo ndio maana kule wamemwacha. Yule alikuwa na uwezo ule angeendelea nao. Sio wamemuuza. Wydad wamemuuza kuelekea. Hivi leo itokee kwamba Wydad wamtake mchezaji asibaki? Kweli mchezaji ana perform vizuri, wasimtakishe. Yule wamemwambia size yako. Selemani Mwalimu yule pana anaona. Nakwambia hivi wamemwambia size yako urudi Yanga. Na Yanga ataka benchi. Yanga ataka benchi. Sio kama ni Barando lina. Nakwambia hivi yule anaweza kukaa Yanga benchi. Yule wanamnunua ndio mwemko nilikuwa nakwambia haya. Sisi tunasajili kwa malengo, wao wanakuwa na mwemko. Ngoja mrudishe Aziz Ki. Wote kuja kuniambia. Kwa sababu wakati anaondoka alikuwa na kabenchi. Leo anamrudisha. Kuna nini hapo tena? Wanataka achue kama Chama. Wanataka wafanishe kama Chama. Sio wanaige wale watu. Wakajua hivyo chukua Chama sisi. Naye atakuwa hivyo hivyo. Ngoja wamrudishe. Na mimi naomba dili lao lisifeli. Sio ndio feli, hana pa kwenda, lazima aje Yanga. Ana pa kwenda? Wewe ndio unamtaka mchezaji wa shule kubaki naye? Yule wali kwamba uwezo mdogo. Lazima amuuze huko kwa sababu uwezo mdogo. Wydad. Ngoja nikwambie, sisi wachezaji wetu huku ndio wanauzika kwenda kwao. Kwa sababu wao wana uwezo wa fedha. Siku mnunua mchezaji kule kwamba kachoka, wanakushia mpaka bei. Wako raza mwambie wewe nenda, alafu mlipe mshahara tu. Mchezaji mwenye uwezo Wydad hawezi kumwachia hata dakika mbili. Yule mchezaji hana lolote. Mchezaji wa kawaida. Aziz Ki? Mchezaji wa kawaida, ndio maana hapa kwa na kabenchi kama hajaondoka. Na kule umemwona hana msaada wote, wamwambie urudi ulikotoka. Vipi kama Aziz Ki akirudi katika mitaa ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club? Hata kwetu hana nafasi tena Aziz Ki. Labda jina licheze. Jina sawa. Aziz Ki hana nafasi. Hana nafasi bwana, Aziz Ki sio huyu. Aziz Ki yule miaka ile. Aziz Ki mchezaji wa kawaida mno sasa hivi. Wangeniambia mchezaji mwingine labda kijana ningewaelewa. Unaambia habari za Aziz Ki? Hamna kitu. Wao afisa Stefan msifie hata huyo jamaa huyo. Kutoka Uganda. Si kijana mdogo? Sabo huyo. Wewe msifie nani Aziz Ki? Yule anakuja na kabenchi na sisi tunafurahia wamchukue. Kwa sababu ndio kufeli kwao. Alafu kuna mwingine tena wamemtaja wanamchukua. Nani yule? Aliou Dieng. Mwamba huyo kutoka Al Ahly. Hapo walikuja watu na vichwa viko hivi. Mwamba huyo. Walikuja dirisha kubwa na wakaja dirisha dogo. Kuna mtu amesifiwa hapa kama anaitwa Conte. Kuna mtu alisifiwa kama yule. Radio zote kwamba hakuna mchezaji kama Conte. Conte yako wapi? Acha huyo. Yule mwingine anaitwa nani yule? Alikuwa South Africa kwa na shingo liko hivi. Doumbia. Jinsi walikuwa wanamtaja kwa mbwembwe wale vijana wale wa Msimbazi wa nani? Wa Jangwani. Kwamba huyo mchezaji hajawahi kutokea. Yako wapi? Leo unaniambia habari za Aziz Ki? Huyu anarudi kuja kwa benchi tena. Na mpira anakuja kumalizia Dar es Salaam. Biashara imeisha. Au shemeji kammaliza. Inawezekana. Yao unaozungumza inawezekana kweli. Kwa sababu gani? Hapa tu washaanza kusema, sio wengine wanasema hivi. Huyu bwana nyewe mlesema hoe. Nyewe mlesema hoe. Tokea hoe. Kama unakumbuka maelezo yake kipindi kile. Tokea hoe. Si watu jana nani alikuwa na kabenchi. Walipopatikana mtu wanamtaka kusema, jamani huyo. Sasa hivi mama kumrudisha. Wamrudisha kwa jina tu lakini sio yule tena. Mchezaji hakuna huyo. Unawaambia na kama unamrudisha yule. Wafanye juu chini sana wamrudisha na Maele. Na Maele naye arudi. Yaani kama anarudi Stefan Aziz Ki na Maele arudi. Wewe sasa unataka wachezaji wa zamani? Pyramid atakubali. Ndio hayo nilikuwa nazungumza hayo. Kwa nini Pyramid hawezi kumwachia? Uwezo mkubwa. Mtu kwa Warabuni ukiona watu mpaka anakuja kumchukua uwezo mdogo, nchi zetu hizi kumchukua. Kashuka kiwango. Ndio maana sisi tuna uwezo wa kumchukua. Aziz Ki akija ndani ya Yanga hana jipi atakalolifanya. Yule kwanza hajaondoka alikuwa na kabenchi. Alivyouzwa Yanga akasema alhamdulillah. Afadhali kaondoka. Sasa hivi tena anamtaka tena. Sasa washabiki waendelee kumuimba hivyo hivyo. Itakuwa kama wale ya Conte yale. Alafu wa Conte wote waliokuja wote wamefeli. Mpaka leo kuja Simba. Wote. Hadi huyo Simba. Wote wa Conte wote wanafanya vizuri basi. Alassane Maode Kante. Wote wanafanya vibaya. Ile waliokuja kimya. Libase Gay. Kimya. Ndio wanakiwasha mpaka leo kwenye nchi. Wanang'aa kuna Olemba wote. Rasta zinapepea hivi. Ndio hao waliokuja kimya. Hao wanakuja kwa mbwembwe hawana jipya. Kuna wao wanamsifia anamuita nani Kagumisha sio Kagumisha. Girimugisha. Sasa acha huyo. Alikuja Mburundi mwingine hapa anacheza Ulaya na akafeli. Itakuwa huyo Kamugisha. Yule Ulaya unamkumbuka yule? Kaza sio Newcastle sio kaza wapi. Lakini alikuja alifeli. Kwa hiyo mimi ninachokuambia hivi, wachezaji wanaokuja kimya ndio wanafanya vizuri kuliko wale ambao wale watu wanawasifia. Ni wachezaji ambao Yanga Afrika waje wabeti. Kuja kuperform ni kubeti. Kuna wachezaji Yanga wamekuja kimya wamefanya vizuri.
Huyo Abuya naye alikuwa anamfahamu. Abuya alikuja kimya kimya. Simona ana perform vizuri. Simona bwana hata huyo Okelo anakuja kwa mbwembwe. Umeona bwana anafanya vizuri. Lakini wachezaji wanaokuja sijui kina nani sijui wanatisha. Ngoja wasifie. Wakija hapa hamna kitu. Shukrani sana. Asante sana.